Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tulionayo usiku huu. Hali ya wasiwasi yazidi kutanda mpaka wa Korea Kusini na Kaskazini baada ya pande hizo mbili kurushiana makombora. Wagonjwa wengi wazidi kupoteza maisha kufuatia kuendelea kwa mgomo wa madaktari wa hospitali za umma nchini Ghana. Na tamasha kubwa la kimataifa la muziki Sauti za Busara kisiwani Zanzibar laahirishwa baada ya kukosekana ufadhili. Na katika michezo usiku huu, kipite cha ligi kuu ya England kuendelea kesho baada ya Man United kuwakosa Pedro na Otamendi. Je, watawakabili vipi Newcastle? Naam, hujambo na karibu katika Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London. Dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi, maoni yako na michezo. Mimi ni Kasim Kaira nikiwa hapa London. Naam, hii ni hatua ya hivi karibuni kabisa inayoashiria hali, yaani kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un amewaamuru wanajeshi wake wa mstari wa mbele kuwa tayari kwa vita. Hii ni hatua ya kwanza kabisa inayoashiria hali ya wasiwasi iliyoko ya mvutano kati ya taifa hilo na Korea Kusini. Lakini wakati huu Korea Kaskazini imekuwa ikitoa kauli ya mwisho ikitaka Korea Kusini waache kutangaza propaganda. Korea Kusini inasema iko tayari kulipiza kisasi shambulizi lolote kutoka Kaskazini. Suluma Kasim ametuandalia taarifa ifuatayo. Nchini Korea Kusini kunaonekana kama kuna kikao kuhusu vita. Rais Park akiwa na mawaziri wake wakiwa wamevalia sare za kiraia za jeshi la ulinzi. Na Korea Kaskazini nako kunaonekana kuna kikao cha baraza la kivita. Kim Jong-un akiwaarifu wa majenerali wake wa kijeshi waliomzunguka. Televisheni ya taifa ya Korea Kaskazini imekuwa ikitoa taarifa za uchochezi. Kwa mara nyingine tena majambazi wendawazimu wa Korea Kusini wanatafuta uchokozi dhidi yetu. Wamezuia tukio la Korea Kaskazini kuishambulia Korea Kusini. Wanatumia tukio hilo kama ni kisingizio. Wao ndio walifanya uzembe wa kijeshi kwa kufyatua makombora dhidi ya mipaka yetu. Mara nyingi pande hizi mbili zimekuwa zikitishana au kufyatuliana risasi. Lakini wakati huu mambo tofauti, kwani amekuwa akitumia silaha nzito. Kila upande unamlaumu mwenzake kwa kufyatua mizinga kwanza. Mlipuko wa bomu lililotegwa chini ya ardhi lilitokea wiki 2 zilizopita ndiyo uliochochea mvutano huu. Wanajeshi wawili wa Korea Kusini walijeruhiwa. Korea Kusini inasema Korea Kaskazini ndiyo iliyotega mabomu hayo. Haya yote yako mbali kabisa na hali ya maisha ya watu wa kawaida katika mji wa Seoul. Lakini wanajeshi wako katika hali ya tahadhari. Korea Kaskazini inasema ikiwa Korea Kusini haitaacha kueneza propaganda kupitia vipaza sauti ifikapo Jumamosi jioni, basi itachukua hatua zaidi za kijeshi. Suluma Kasim, BBC. Naam, na nikukumbushe kwamba ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hii unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi bbcswahili.com. Naam, na sasa tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbalimbali vya habari duniani kwa wakati huu. Mamia ya wahamiaji wamekuwa wakimiminika katika eneo la mpaka wa Ugiriki ili kuelekea nchini Macedonia baada ya serikali ya nchi hiyo kusema itawaruhusu wahamiaji walio katika hali ngumu kuingia nchini humo. Mwandishi wa BBC aliyopo eneo hilo la mpakani amesema familia nyingi wakiwa na watoto wao wamekuwa wakivuka mpakani, huku watu wengine wakizuiliwa na vikosi vya usalama vya Macedonia. Awali polisi walilazimika kutumia gesi ya kutoa machozi kuwatuliza wahamiaji. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameshtumu Iran kwa kuwa ndio waliofanya shambulizi la roketi nchini Israel siku ya Alhamisi. Makombora 8 yalirushwa Israel lakini hakukuwa na majeruhi. Tangu wakati huo Israel imekuwa ikifanya mashambulizi kadhaa kwa kujibiza na kuwaua watu 4. Israel imesema wao wamefyatua makombora hayo, lakini jeshi la Syria linasema walikuwa raia. Mjukuu wa hayati Nelson Mandela amefikishwa mahakamani mjini Johannesburg akishtakiwa kumbaka msichana wa miaka 15. Mtu huyu mwenye umri wa miaka 24 hawezi kutajwa hadi pale atakapofikishwa rasmi kizimbani. Yeye anaitaka mahakama imwachilie kwa dhamana
baada ya kukamatwa siku ya Jumamosi. Anadaiwa kumbaka msichana huyo mkahawani mapema mwezi huu. Watu wengi wanafariki Ghana baada ya madaktari wa hospitali za umma kugoma wakilalamikia hali iliyoko kazini. Serikali wiki hii imejiondoa katika mazungumzo baada ya kushindwa kuwashawishi madaktari hao kurejea kazini. Tume ya wafanyakazi itajaribu tena Jumatatu kutatua mzozo huo. Hata hivyo, madaktari wamesema wameshapoteza imani na mpatanishi. Idi Sef ana taarifa ifuatayo. Baada ya wiki 3 za mgomo wa madaktari wa hospitali za umma nchini Ghana, tumeshuhudia hili. Hospitali ya Komfo Anokye huwa imejaa wagonjwa, kwani kawaida huhudumia idadi kubwa ya watu. Madaktari wanataka kupewa mkataba unaoeleza huduma wanazotakiwa kutoa, mafao kulingana na mshahara wao na huduma za afya bure kwao na familia zao, lakini serikali imesema haiwezi kutekeleza matakwa yao. Athari inayotokana na hili ni wazi. Upande mwingine mwa mji, hospitali inayomilikiwa na Wakristo wa madhehebu ya Seventh Day Adventist imepata ongezeko kubwa la wagonjwa. Lakini kitengo cha kuwahudumia wagonjwa walio mahututi inakadiriwa watu wanaofika hospitali kuchukua dawa wanazohitaji wameongezeka mara 3 kuliko kawaida. Utoaji wa matibabu tayari umezidiwa nchini humo, na mgomo huu unazidisha tu hali mbaya iliyopo. Ukitazama wahudumu wa afya ni wachache mno. Ni mtihani, na kwa sababu bima ya afya haitolewi mara kwa mara, hatuna dawa na akiba. Kwa hiyo tunahangaika kweli kweli. Lakini madaktari wa hospitali za umma wamesisitiza hawatarejea kazini kwa sababu hawaiamini serikali. Hebu fikiria, tukisitisha mgomo na kurejea kazini, basi siku za kujadiliana hazitakuwapo tena. Halafu itakuwaje? Hamna lolote, kama ilivyotokea na mafao yetu vile vile katika suala la uwiano katika mikataba. Madaktari pia wanaumia. Baina ya madaktari na serikali, hili linaonekana ni swala la ni nani atakayekubali kushindwa. It's safe, BBC. Na muda si mrefu utaona mwanamuziki kutoka Tanzania. Naj ametoa wimbo wake mpya na utausikia habari ya kibao hicho kwanza kabisa hapa katika Dira ya Dunia. Endelea kuwa nasi. Matangazo yetu ya redio yanaweza kusikika pia kupitia tovuti yetu maridadi kabisa bbcswahili.com. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC na bado uko nami Kasim Kaira. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Kasim Kaira. Habari kuu siku huu. Korea Kaskazini imeweka vikosi vyake vya mstari wa mbele tayari kwa vita, huku hali ya wasiwasi kati ya taifa hilo na Korea Kusini ikizidishwa na makabiliano makali ya makombora kutoka pande zote mbili. Kila upande unamlaumu mwenzake kuanza uchokozi. Mgomo wa madaktari nchini Ghana umeleta athari kubwa. Watu wengi wanafariki dunia nchini humo huku madaktari wakiendelea na mgomo wao. Wiki hii serikali imejiondoa katika mazungumzo baada ya kushindwa kuwashawishi madaktari hao kurejea kazini. Tamasha la muziki maarufu wa Afrika Mashariki la Sauti za Busara halitofanyika mwaka 2016. Sababu zilizotolewa ni ukosefu wa wafadhili. Tamasha hilo kwa mara ya 13 lingekuwa kivutio kikubwa kwa wapenda muziki kutoka kote duniani, lakini waandaaji wanasema wameshindwa kupata dola za Marekani 200,000 ili kuweza kuandaa tamasha hilo lililokuwa mwezi wa Februari kila mwaka. Hebu tutazame kidogo tamasha hili linahusu nini.
Naam, na hapo awali nilizungumza na mkurugenzi mtendaji wa Sauti za Busara Jani Ramadhani akiwa kisiwani Zanzibar na kumuuliza kuhusu hali hii. Sababu kuu bwana la kutokufanyika tamasha la Sauti za Busara ilikuwa ni ukosefu wa pesa ya kutosha kwa ajili ya kufanya yale maandalizi husika na muhimu kwa ajili ya kufanikisha tamasha. Lakini kwa nini, yani wadhamini ndio wamekataa kuwaunga mkono au nini kilichotokea? Kwa nini haitowezekana? Kwa kifupi kama nadhani ulishapata taarifa, wiki moja nyuma iliyopita tuliitisha mkutano ule wa dharura na baadhi ya wadau wa serikali na wafanyabiashara kwamba kushare na kubadilishana mawazo, kuambia ile hali halisi ambayo tulikuwa tunayo kwa kipindi kile, kwamba kulikuwa na gap kubwa, yani pengo kubwa la ile pesa ya kufanikisha ile tamasha. Ilikuwa tunahitaji kama dola 200,000 angalau kwa sababu tuna uhakika kwamba kila kitu kitafanyika vile ambavyo tunakusudia. Lakini tukawaambia kwamba itakapofika kipindi fulani inabidi tuseme sasa, tuamue, kwa sababu unajua tunaweza tukawa tunasikiliza ahadi, lakini ahadi zinakuwa zitekelezeki, itakuwa ngumu. Sasa Bwana Ramadhani, nyinyi wenyewe hamsikii kwamba labda mmewaangusha watu, yani labda ni maandalizi mabaya, kuwa kiwango cha bajeti kimefikia hapa, hamjaweza kukusanya fedha hizo? Hamsikii kwamba labda mmewaangusha watu? Kufupi kwamba kila mtu amenungunika. Sio najua hili swala limewashtua watu, sio huko nje, hata sisi wenyewe, kwamba hili swala tumekaa kwa kina, tumelitafakari kwa kina sana mpaka tumeamua kufanya hivyo, kwamba unajua kila kitu kimeshazoeleka, miaka 12 yote imefanyika bila kutokea tatizo kama hili. Sasa hili swala limetokea kwamba kila mtu ametishika, lakini kwamba watu wasihofu kwamba hili tamasha panapo majali wa mwaka 2017 litakuwepo, kwa sababu sasa hivi tupo kwenye mikakati maalum kwamba kuanzia sasa hivi mpaka 2016 yote tutakuwa tupo katika harakati za kutafuta udhamini wa muda mrefu kwa wale ambao watakaokuwa wako tayari kudhamini, ili mradi kwamba tamasha la 2017 lifanyike vizuri na ikiendelea na miaka mingine inayofuata, kwa sababu tutakapokuwa na mikataba ya muda mrefu ina maana tutakuwa tayari tuko free, kwamba 2017 tuna uhakika, 2018 tuna uhakika, inategemea sasa, inaweza kuwa mikataba miaka 5, 6 na kuendelea. Na alikuwa Jani Ramadhani hapo, mmoja katika waandalizi. Wakati tamasha hilo limeahirishwa, lakini bado tuna burudani. Ni mwanamuziki kutoka Tanzania, wengi wanamjua kama Naj. Wasichokijua ni kwamba jina lake kamili ni Najma Dotari. Mitindo yake ni ya Bongo Flava lakini kwa Kiswahilish, yani mchanganyiko wa Kiswahili na Kiingereza. Ametoa wimbo mpya There Is No Going Home, na kama mnavyojua leo Ijumaa wengine huenda nyumbani hawataonekana kabisa. Alitutembelea hapa New Broadcasting House na kutaka kujua kwanza kabisa nilianza vipi sanaa yake ya kuimba. Muziki wangu ulianza kama kiutani hivi. Tulikuwa tumekaa tu sehemu Tanzania. Tulikuwa tumekaa tu sehemu, kulikuwa kuna producer pia ambao ni producer mkubwa sana Tanzania, anaitwa Makochali. So hivi lakini dadangu akawa anamwambia, unajua Najma anapenda sana kuimba na anajua kuimba. Sasa lakini wakati huo nilikuwa mdogo sana, kama miaka 15 hivi. Nikawa naona aibu, like akaniambia imba. Nikawa siwezi kuimba. Sasa baadaye hivi akawa amefungua laptop yake hivi, afa akaweka beat fulani hivi. Afu hiyo beat nilikuwa naijua. So nikajitokea tu mwenyewe nikaanza kuimba. Kumbe yeye akawa na record. Baada ya kurekodi akasikia sauti yangu, akaona hii sauti ukifanyia beat alafu ukienda studio ukifanya something professional, unaweza kufanya kitu cha maana. So after a while nikaenda studio, ndo nikarekodi muziki wangu unaitwa Don't Let Me Go, which is single yangu ya kwanza kabisa. Nimeiona kabisa, nafikiri iliwekwa mwaka 2009. Yeah, exactly. Muziki wako siwezi kusema kwamba ni Bongo Flava kama vile tumeizoea, kwa sababu unaona kuna mchanganyiko fulani, ni kama umeleta aina mpya. Kiswahili Bongo Flava, I don't know. Hiyo ni kweli, kwa sababu mimi nataka nifanye muziki ambao una reflect mie kabisa. Sitaki sana nijibadilishe mie mpaka nianze nikaanza kuimba mduara au nikaanza kuimba sijui taarabu wakati mimi mwenyewe sijui much about it, vitu kama hivyo. So I thought ni vizuri kama mimi nikiweza kufanya Kiswahili nikachanganya na flavor za Kizungu, kwa sababu hiyo ni kitu ambacho kinani represent pia mie, na ndo nitakacho kiweza ku be true to myself, if that makes sense. Kila mwanamuziki anakuwa anapata na changamoto. Lazima umepata changamoto, hasa kuwa mwanamke mwanamuziki
alafu mrembo kama ulivyo. Actually changamoto mpaka sasa hivi pia nazipitia. I can say one of the biggest things kwangu mie ni kukubalika. Yani bado niko kwenye process ya kuamsha Tanzania, kuonyesha uwezo wangu. Kuambia upo, mimi Naj nipo. Mimi Naj nipo na mimi pia naimba, nafanya muziki. Yani kwa sababu mara nyingi watu wakiniona tu nimeingia studio mara kwanza kuna huyu kweli amekuja kuimba au yani watu wengi lazima wanichukulia ni vingine. Afu pia msichana kwa msichana, yani ukiwa unaenda studio, yani vitu kama vile, yani bado inaonekana yani kama wasichana yani hatuwezi, yani lazima sisi tupewe favors, vitu kama vile, which is not true actually. Ndio maana yani kwa sababu ingekuwa vile basi sasa hivi ningeshafika mbali. Naj, naomba utuambie kuhusu muziki wako mpya, muziki ambao unautoa hivi karibu. Muziki wangu mpya nimerekodi Tanzania, unaitwa No Going Home. Inachanganyika na Kiswahili na Kizungu kama kawaida, style yangu ya kila siku. Nimerekodi kwenye studio Mkubwa na Wanawe. Video iko tayari, kila kitu kimekamilika. Video nimeamua kuifanyia hapa kwa sababu mara nyingi sana naambiwa kwa nini usifanye video hata kule na nini. So nimeamua yani kufanya video yangu hapa na kila kitu kiko tayari, ndio nategemea kuachia yani mwezi ujao unaokuja. Oh no, nataka nicheze mimi nawe. Oh no, nataka nicheze mimi nawe. Yani naona picha ya mapenzi nikiwa nawe. When you show love, sitaki mwingine, mimi nakutaka we. Don't let me go, just hold my waist, baby tight. Slowly you touch me, baby, when I say Na msanii Naj na wimbo huo Not Going Home, na labda ana sababu kweli. Baadaye kidogo katika michezo tutakuwa na Mr. YouTube, mwanamichezo aliyejifunza kurusha mkuki kupitia mtandao wa YouTube. Sasa anajifua kujiandaa na michuano ya dunia inayoanza saa chache kutoka sasa nchini Uchina. Tutakuletea taarifa hiyo pamoja na nyingine kadhaa za michezo baada ya muda mfupi. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Kasim Kaira na nitarudi baada ya dakika 2. Tafadhali usiondoke. Na mnaendelea kuwa nami Kasim Kaira katika Dira ya Dunia ya idhaa ya Kiswahili ya BBC. Katika taarifa za michezo, ligi kuu ya England inaendelea tena kesho wakati Manchester United watakapowakaribisha Newcastle United. Kiungo wa United Marwan Fellaini amemaliza adhabu yake. Usajili mpya wa Newcastle Florian Thauvin huenda akaanza. Bastian Schweinsteiger huenda naye pia akaanza kwa mara ya kwanza, lakini Marcus Rojo na Phil Jones bado ni majeruhi. Daryl Yamat ataanza kutumikia adhabu yake ya kadi nyekundu. Mechi nyingine kesho ni kama unavyoziona hapo. BBC Ulimwengu wa Soka itakutangazia mechi kati ya Leicester dhidi ya Tottenham. Jumapili pia kutakuwa na mechi 3. Mashabiki wa Chelsea watakuwa wakitarajia kumuona Pedro na Abdul Baba wakicheza kwa mara ya kwanza. Kwa Man City, je, tutamuona Nicolas Otamendi? Arsenal watakuwa uwanjani siku ya Jumatatu kucheza na Liverpool saa 4 usiku Afrika Mashariki. Na michuano ya dunia ya riadha inaanza muda mfupi ujao mjini Beijing huko Uchina. Michuano hiyo bado imefunikwa na tuhuma za matumizi ya dawa za kuongeza nguvu, lakini bila shaka kutakuwa na ushindani mkali, na mtu mmoja ambaye anatarajiwa kufanya vizuri kabisa ni Julius Yego, mrusha mkuki kutoka Kenya. Bingwa huyu wa Jumuiya ya Madola na Afrika alijifunza mchezo huu mwenyewe kupitia YouTube. Tafadhali msikilize. Mimi nimeanza kurusha mkuki wakati nilikuwa mtoto. Lakini kwa ile tunaweza sema hiyo ile professional na sasa nimeanza mwaka wa 2004 wakati nilikuwa shule. Jina langu ya YouTube kwa ile jina ya kitani ile YouTube ikakuja wakati nimeshinda sasa katika mashindano ya All African Games mwaka 2011 pale Maputo. Ni venye nilishinda sasa huko. Nakumbuka kulikuwa na mwanahabari alikuja akaniuliza, Yego, tunataka tujue ulifanya nini mpaka ukaweza sasa kushinda katika ile mashindano. Kwa sababu hiyo ni mwaka wa kwanza Kenya ilikuwa inashinda medali ya dhahabu katika hiyo mashindano. Nikaambia mimi mwenyewe sikuwa na kocha pale,
niliangalia tu kwa mtandao wa YouTube vile watu walikuwa wanafanya, na hivyo sasa ndio hiyo jina ikatokezea pale. Julius Yego hapo. Katika tennis, mchuano mkali umeshuhudia Andy Murray akipata ushindi dhidi ya Grigol Dimitrov baada ya kubanwa vikali katika michuano ya Cincinnati Masters. Dimitrov alishinda seti ya kwanza 6-4. Murray hata hivyo alipigana kufa na kupona na kulazimisha seti ya pili kwenda tie break. Murray alipumua na kuweza kugeuza kabisa mchezo na kushinda seti ya tatu 7-5. Mwingereza Murray sasa atakutana na Richard Gasquet. Novak Djokovic pia alilazimika kupambana vikali kuingia dhidi ya David Goffin wa Ubelgiji. Naam, ni hayo katika michezo, lakini tupie macho mtandao wetu wa kijamii na ilikuwa kuhusu kufungwa au kuahirishwa kwa tamasha lile la Sauti za Busara. Peter George anasema sioni tatizo la kukosa ufadhili kwa sababu kama ilikuwa na manufaa kwa taifa basi Wizara ya Michezo na Utamaduni labda ingelishughulikia kwa manufaa kwa taifa, yani ingeweza kuishughulikia hili swala. Mbona ligi kuu ya Zanzibar mpaka juzi ilikuwa imepangwa kuendelea hata pasipo wafadhili? Oswald Chuwalo Edwin anasema kuna kila sababu kwa serikali kuweka mkono wake, kwani hilo ni tamasha kubwa sana ambalo pia huitangaza nchi kimataifa. Naye Ali Mdeme wa Pemba anasema ni shida mwaka huu, watatufanya wana Zanzibar tubaki vinywa wazi. Na mwingine hapa naona ni Mwanzi Venus anasema hili tamasha wamekosa sana kuliakhirisha, maana lilokuwa linatuburisha watazamaji. Na wewe pia unaweza kuwasiliana nasi kupitia Facebook au Twitter au kupitia mtandao wetu maridadi kabisa bbcswahili.com. Hapa utapata taarifa mbalimbali ikiwa ni pamoja na makala za michezo, picha na video. Na kabla ya kukamilisha matangazo yetu kwa muhtasari kabisa, habari kuu usiku huu. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un ameweka vikosi vyake vya mstari wa mbele tayari kwa vita, huku hali ya wasiwasi kati ya taifa hilo na Korea Kusini ikizidishwa na makabiliano makali ya makombora kutoka pande mbili. Kila upande unamlaumu mwenzake kuanza uchokozi. Madaktari nchini Ghana wanaendelea na mgomo wao ambao umeleta athari kubwa nchini humo. Wiki hii serikali imejiondoa katika mazungumzo baada ya kushindwa kuwashawishi madaktari hao kurejea kazini. Tume ya wafanyakazi itajaribu tena Jumatatu kutatua mzozo huo. Na hatimaye, hebu ni kuonyesha picha zenye kusisimua hapa kutoka Israel, ambako mamlaka zimefanya milipuko iliyodhibitiwa kuvunja daraja. Daraja hili lililo mjini Tel Aviv lilipuliwa kwa kutumia kilo 28 za mabomu. Waziri wa usafiri wa nchi hiyo ndiye aliyeshuhudia sherehe hiyo, na daraja hilo lilijengwa miaka 40 iliyopita na lilitarajiwa kuwepo kwa muda mfupi. Hata hivyo, eneo hili sasa litajengwa njia ya treni ndogo ya kusafirisha watu mjini. Na kwa habari hizo hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi Jumatatu panapo majaliwa. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi Kasim Kaira nawatakia wikendi njema. Alamsiki.